Yes people, welcome back to the channel. Naitwa Navigator Chinduli. Leo nipo katika makumbusho ya Majimaji Songea. Bado tunaendelea na episode za history, so kaa mpaka mwisho uweze kusikia mambo gani ambayo yanapatikana. Tutapiga picha Kinjeketile na maelezo haya. Kinjeketile Ngwale, kiongozi wa vita ya Majimaji aliyeshirikiana na Mkomanile ambaye huyo hapa. Washawishi watu kusimama na kupambana dhidi ya mtutu wa Mjerumani na kutumia dawa ya asili kuwalinda wakati wa vita Majimaji. Kwa hiyo dawa alikuwa anaandaa huyu na kumpitia. Sasa naona kutoa maelezo hapo kwa kupiga picha. Itakuwa vizuri. So tumeanza hapa kama unavyoweza kuona. Maelezo hayo hapo utasoma kwa muda wako. Hapo utasoma kwa muda wako mwenyewe. Kuna Kiingereza na Kiswahili. Na alama hapo za kulipia ni shilingi 5,000 ili uweze kutembezwa katika makumbusho haya ya Majimaji. Ndio. Piga picha hapa. Maelezo yake ni hivi: utumikishwaji wa wazawa kwa lazima katika mashamba ya pamba ulichochea hasira ya wananchi dhidi ya utawala wa kimabavu wa kikoloni. Ndio hiyo. Hii hapa hao ni Wangoni. Wakati wa ukoloni mambo mengi yalifanyika kwa ajili ya kufurahisha utawala. Kufurahisha utawala hata kama ilikuwa si kwa kupenda. Kama machifu wa jamii ya Kingoni, hao ni machifu. Kwenye picha walivyoonekana wamealikwa kwenye sherehe ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Chancellor nani huyu? Wilhelm tarehe ndio aliwaalika, twendeni kwenye kumbe unataka wakamatwe. Hii hapa ya mashamba ya pamba napiga hii na hapa history. Hao Waarabu ambao walikuwa mawakala wa Ujerumani, Waarabu na Waswahili utaendelea hapo. Baadaye walikamatwa hao wote. Hapa mazao ya asili ya watu wenye asili ya hapo. Unapata uyoga. Unapata uyoga ambao umechemsha uyoga. Hii hapa bamia, ile korosho, wilaya ya Tunduru. Haya makaka hata Mtwara, Wanane na Lindi na hapa. Ile maharage, hizi karanga, hizi mbaazi, huu mtama, haya mahindi, haya mangwatungu. Upupu ni mangatungu hayo, ukiyachemsha ni chakula. Zamani ilikuwa ndio hiyo. Sasa yule mama huyo hapa ambaye alishirikiana na nini kwake ni hapa. Hapa ndio kwake panaitwa Bwawa la Kitanda. Ni mojawapo ya maeneo muhimu ya kumbukumbu ya kihistoria yanayohifadhi simulizi na urithi wa Nduna Mkomanile. Katika harakati za upinzani dhidi ya utawala wa kikoloni, huyu ndiye alienda kwa Kinjeketile kuchukua maji. Ambapo Kinjeketile asili yake yeye wapi? Yeye asili yake ni Msumbiji, lakini alihamia Liwale. Yule Kinjeketile alikuwa mganga wa kienyeji na yule alikuwa mganga wa kienyeji. Kwa mujibu wa historia. Sawa. Sisi kama baraza na mimi kama katibu
tunza taarifa zake zote huyu mama, sababu alikuwa jasiri. Mwanzoni mwa karne hii ya 20 jamii ya kusini mwa Tanganyika ilipitia mabadiliko makubwa chini ya utawala wa Kijerumani. Kilimo cha lazima cha pamba, kodi na adhabu kali vilivuruga maisha ya kila siku na mifumo ya kijamii. Unaona? Ndio hapa maelezo. Utasoma mwenyewe maelezo haya. Naandika Kiswahili na Kiingereza. Na huko Kiingereza. Mama mwenyewe ni huyu hapa. Haya ni magome ya miti, sio nguo. Magome ya miti ambayo yanatokana na miti, ukiparua ile alafu ikishakamilika unapeleka mtoni kuchanganya na udongo ndio nguo. Jamani sawa. Lakini wakati wa zamani Kinjenge ambayo ni shoko. Hizi ndo zana tunazotumia. Ule mkuki unaweza kurusha, kinjenge unaweza kurusha. Hii unaenda kumpiga hapo hapo. Yaani hii unapiga hapo alafu unakata sana hii. Hii hapo. Hii hapo. Unashika na pambana na adui ana kwa ana. Sawa. Hawa hapa ni viongozi wetu wa Tanzania toka mwanzo mpaka kufikia hatua. Huyo Mama Maria Nyerere, huyo Sofia Kawawa, huyo Anna Makinda, huyo Samia Suluhu, huyo Rose Migiro ambaye atakuwa mkuu wa CCM na hao wengine. Sawa. Hawa tunakufananisha na yule lakini hawezi kumkuta yule. Ndio. Sasa kule Kitanda familia ile maana Mkomania hana mume hana mtoto lakini ile familia alikotokea wamejenga shule ya msingi ya Mkomania na sekondari. Huu ni mfano wake. Lakini pia kuna ndugu yake kwa Dar es Salaam ameanzisha kitu kama hiki kinaitwa Mkomania Farm and General Supply. Ukitaka kujua namba yake ya simu hii hapa, utamtafuta huyu, ndio hii hapa. Ukienda kule bondeni utakuta ile kaburi pamoja ambapo Wajerumani waliwanyonga hao watu. Orodha yao hii hapa, tuenda pale utaikuta kwenye mnara pale. Na huu mnara huu ndio huu wa nje. Huo wa nje. Utaratibu wa Wajerumani wanakukamata kama ulivyokuwa wewe na kitanzi pale nje itakuonyesha kipo hiki hapa kwamba kina kamba 4. Kwa hiyo wewe nani wanaonekana ni wasumbufu unapanda kwenye ngazi, wanaandaa kamba una vichwa shingoni, wanafyatua hii tayari mshanyonga. Kwa hiyo hapa utakuta viongozi wa Kingoni wa mashujaa wa nani. Mkubwa wao kabisa ni huyu hapa. Mputa. Huyu ndiye mkubwa wao. Tunamchukua kama Samia Suluhu. Huyu mwenye mpya aliyepewa huyu ambaye anaitwa Nduna. Nduna ni msaidizi wa Wafumbani. Hawa wote hawa wamenyongwa pamoja, lakini huyu ana kaburi la peke yake. Huyu kama bosi amezikwa na hawa pamoja. Huyu kwa nini sasa alizikwa peke yake? Huyu alizikwa peke yake ni kwa sababu mmoja, huyu alikuwa mganga wa kienyeji, lakini pia huyu alimteua kama jemadari wa vita. Kwa ndio alikuwa na wapokea Wajerumani. Hapa hiyo Mkomania wanamtishia tutakunyonga, lakini hajanyongwa. Kaburi lake liko hapo katikati hapo. Hajanyongwa, lakini Wajerumani kutokana na kuona huyu ujasiri wake wakawa wameandaa kitanzi kumnyonga, lakini hiki kitanzi akikufika kwa sababu huyu ni mganga wa kienyeji. Hapa nawaambia hivi, nyinyi Wajerumani nchi si ya kwenu. Kwa nini mnakuja kutuingilia sisi? Anawaambia ole wenu. Hawa ndio wazungu Wajerumani wakiongozwa na huyo Emil van Zewiski. Kwa hiyo Mkomania alikuwa very strong huyu hapa. Na hii ndo ramani. Ndio ramani ya mapigano ambayo nilichora. Mpaka sehemu moja inaitwa Mandawa.
Kuna kitabu nilikisoma cha Utenzi wa Vita vya Majimaji, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kimeandikwa na huyu hapa Mkomanile ambaye alikuwa jasiri, anatengeneza dawa akishirikiana na yule. Hawa ni walinzi wake. Hapa anaonyesha dawa hii kwamba hii dawa ukipaka ukinywa risasi ya Ujerumani ndio majimaji. Yeah, so hiyo hapo ni historia, ni told history about majimaji. Kama nilivyokuambia mimi ni yani historians na nimesoma kozi hizo za history. Tunajua katika historiography how history is written down, kuna mambo ambayo yanakuwa omitted na mengine yanawekwa ili kuja kwa interest fulani. So hii hapa ni history ambayo imepitishwa kuzungumzwa kuhusiana na vita ya Majimaji, lakini kama nilivyokuambia nilisoma katika criticism zipo, ukisoma katika level za juu kuhusiana na history ya Majimaji kulingana na vitu ambavyo ni untold, havisemwi. So na hapa sasa ndio kuna gap ambayo linahitajika kujazwa na young historians kufanya utafiti, na vyanzo vya mwanzo vya utafiti vipo kwa sababu hizo familia za watu bado zipo. Na kitu gani kingine ambacho tunaweza tukaanza, kuna kitabu rejea hii ya kitabu cha Utenzi wa Vita vya Majimaji ambayo inaweza ikawa kama ni turning point ya kuandika true history, kuandika na matukio ambayo hayajasemwa. Ni kweli kwamba wa Majimaji ndio hivi inavyosemwa kwa hivyo tunayo nafasi ya kufanya research kwa watu ambao wanahitaji kufanya research, wanayo nafasi ya kufanya research zaidi kuweza kujua hasa ni mambo gani ambayo yapo katika Majimaji. Lakini hii ndio history ambayo mpaka sasa inatumika na ndio imepasishwa. Ingawa kuna debate mbalimbali na midahalo kuhusiana na mambo haya ya historia za nyingi za Mwafrika. Kama nilivyokuambia kuna views nyingi Eurocentric na Afrocentric. So bado nyinyi kama wanahistoria mmesoma, mnaweza mkafanya hizo tafiti na rejea mojawapo ambayo unaweza kaanza nayo. Maana utatakiwa ufike hapa usikilize history hapa na ukatafute katika rejea ambazo zipo za mfano rejea ya huyo Sheikh Jamardin ambayo aliandika. Huyu ni mtu wa Lindi na miaka hiyo ya 1900 na kwenye na 10 huko au na 8 imenitoka, lakini hichi kitabu kinapatikana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili pale utakikuta. Nenda pale unaweza ukapata hiyo, ikawa ni mwanzo wa wewe kuanza kufahamu vizuri kuhusiana na mambo haya ya Majimaji. Lakini hii ndio history ambayo utaipata hapa, kwa utaongeza. Kwa hiyo ndio huu hapa ni mnara wa mashujaa wa vita vya Majimaji na majina yao yako pale ambapo tunatakiwa unaweza ukafika ukaja kuona hasa ni nini ambacho kinazungumzwa. Kwa wale ambao watu wanafanya research katika history mnaweza mkafika hapa na mkaona na mkapata rejea za kwenda kuandikia hizo research na mkaandika kitu ambacho kiko real. So this is how it looks like. Kwa ngoja tuone majina hapa. Na huo hapa ndo mnalo, unaweza ukaona kuna mwenge pale juu. So na hapo ndio hiyo hapo majina yao ya 43 kwa haya yaliyoandikwa. Ya 43 na vio vyake kuna huyu Mputa bin Gwezarapasi Gama, Mgendera bin Mawaso Gama, Kahongo Magagula, Mputa Mkuzo Gama. Yapo mengi unaweza kuyasoma hapo. Lakini kama wewe ni mwalimu unatazama video hii pia unaweza na hapa ni the Majimaji Warriors who were hanged, walinyongwa tarehe 27 mwezi wa pili 1906. Unaona na vio vyao ndio hivyo
vyote hivi majina haya na vyeo vyao vile, majina na vyeo, majina na vyeo. Kwa hiyo wewe wakina Mabruki, Aga Khan, Hunda, Maji ya Kuhanga, Komba na vitu vingine na watu wengine kama hao. Kwa hiyo wale ambao ni young historians na watu wa utafiti wa mambo kale na historia ya Tanzania, mnaweza mkafika hapa mkaja kufanya research, mkaandika, mkatuletea true history kwa kufuata rejea mbalimbali ambazo zipo. Tunahitaji kurewrite history of Tanganyika. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yalivyo. Tutaendelea kwenda sehemu mbalimbali. Unaweza ukaona. Na hapa ni Songea mjini kabisa hapa. Na hapa ni Songea mjini. Ngoja kwanza nipate picha hapa. Kwa hiyo natamani sana nitumie field hii ya history katika kuwrite hasa zile historia ambazo untold, tunaweza tukasema untold stories about Tanganyika. Ngoja nitafute hela ili niweze kufanya research zaidi, ili siku moja na mimi niandike kitabu hicho kuhusiana na untold story of Tanganyika. Tukishirikiana hata na watu wengine ambao ni historians wanahitaji kujua mambo mbalimbali. Lakini hapa ndio unaweza ukaona picha ambazo zilipigwa wakati watu wananyongwa miaka hiyo. Na huku hapa pia kuna majina mengine yanaendelea huku. Majina mengine yanaendelea huku. Unaweza ukaona. Kwa hiyo ukifika Songea unaweza ukatembelea hapa kama wewe ni mtu wa field hizo na unapenda mambo hayo, fika hapa utembelee uweze kuona. Unaona majina Hasa hapa unaweza ukaona kwamba kuna watu walikuwa wamebatizwa. Maana yake hapa inaonyesha kama nilivyokuambia katika ile wakati nimeenda pale Peramiho kwamba inaonyesha jamii ya Waislamu ndio ilianza kutamalaki katika mji wa Songea kabla ya ujio wa missionaries. Kwa hivyo hapo unaweza ukaona kwa mfano kama huyu anaitwa Songea Luafu Mbano bin Mbano. Huyu hakubatizwa, maana yake huyu bado alikuwa Muislamu. Wakati ananyongwa. Kwa hiyo huyu ni Muislamu. Hao kuanzia hapa mpaka chini hao hawakubatizwa, walikuwa ni Waislamu pengine. Kwa hiyo kuna wengine walibatizwa, majina mengine yalibatizwa na wakabadilishwa wakawa Wakristo. Kwa hiyo mnaweza mkaona, ndio tukasema cultural interference. Inawezekana hii vita ina mambo mengi ndani yake. Kwanza kupambania ile sovereignty kama Watanganyika, sovereignty tunaweza tukasema na dignity. Lakini kuna sababu zingine inatakiwa lazima watu waweze kufanya. Kwa hapa sasa ndio nimeelewa waliobatizwa ndio wakapewa majina mengine. Kwa mfano huyu anaitwa Mputa bin Gwezarapasi Gama akaitwa Adrian Egidi. Umeona? Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa watu wa history mnahitajika kufanya research muweze kujua kwani nini kipo nyuma ya haya mambo. Lakini nikamwambia lazima uelewe vizuri historiography. Ndio utaweza kuyang'amua haya mambo. Lakini hapa ni mfano wa kitanzi ambacho watu walikuwa wakinyongewa.
miaka hiyo. Hii ndio mfano, walikuwa na watu 4 hapo, napigwa kamba unaenda chini. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanahitajika kufanyiwa research ili tuweze kuongea kitu ambacho kipo sahihi zaidi, lakini uwanja bado upo wa watu kufanya research na kuweza kuleta vitu ambavyo vitakuwa faafu kwa mustakabali wa Tanganyika na wa Tanzania kwa ujumla juu ya mambo haya hapa ya history. Mimi naitwa Navigator Chinduli, tuendelee ku explore. Na nicho na kuna kitu kimoja pale mzee mwongozaji ameniambia kwamba hii vita ilianzia katika mikoa ya Mtwara ya kusini kabisa, kusini mashariki, maana yake Lindi na Mtwara, lakini kule hakuna makumbusho ya Majimaji. Kwa nini? Ameniambia pale kwamba hii vita ilianzia huko, lakini kwenu hamna mambo hayo. Kwa hiyo sana Lindi, na ukisoma katika kile kitabu cha Utenzi wa Vita vya Majimaji utaona pale miji mingi ya kule imetajwa kama vile Mandawa na miji mingine mingi, Somanga mpaka Rufiji, Nyamwage, miji yote imetajwa. Na hicho kitabu ni cha zamani. Nenda pale Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam TUKI utakikuta, Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, maktaba ya Chawakita kipo, na vyuo vingine inawezekana vipo. So nenda hapo utaweza kuvipata vitu hivyo, na kama wewe uko interested na mambo haya ya history. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ngoja tuingie ndani tuweze kuona kama kuna jambo lingine. Kwa hiyo hapa ni series ya history. So ngoja tusikie hapo kuna nini. Yes, so hapa sasa hivi ndo natoka katika makumbusho ya Majimaji. Mzee ambaye ni mwongozaji ameniambia mambo mengi sana ambayo binafsi nimeshawishika kuendelea na azma yangu ya kufanya utafiti katika hayo mambo. Nikamuuliza kuhusiana na untold story about Majimaji, akaniambia kweli yapo mambo ambayo kama nilivyokuambia kwamba history inavyoandikwa kuna kuwa na bias, kuna kuwa na interest za watu. Kwa hivyo amesisitiza watu waende wakafanya utafiti ili waweze kutoa taarifa ambazo ziko sahihi na vitabu viandike vizuri. Kuna matukio mengi amesema ambayo yanahitajika kuandikwa tena. Kwa hivyo hapa ndo tunasema ni eneo waliponyongwa mashujaa wa vita vya Majimaji. Ndo hapa. Kwa hiyo ndo pale. So niandikia kwenye comment wewe umeonaje series hii ya hapa Songea. Songea hii imekuwa kihistory zaidi. Tumeifanya kihistoria zaidi kutokana na uzito wa mji wenyewe wa Songea. Na nilimuuliza kuhusiana na majority, kwa sababu katika episode ya kwanza ama video ya kwanza nilisema kwamba ni Songea hapa mjini wametamalaki wa Katoliki. Lakini nikamuuliza ili kupata uhakika zaidi, akaniambia ni kweli kwa sasa kwamba ni majority wengi ni Wakristo, ingawa jamii halisi ya Waislamu ilikuwepo hapa na watu wengine walikuwepo wapagani, na mpaka leo wapo Waislamu pia au wasiokuwa na dini kwa sasa hivi hawezi kuwepo. Kwa hiyo ni mji ambao ni cosmopolitan, tunaweza tukasema unakusanya watu wote. Kwa hiyo unaruhusu watu wa aina zote. Na hapa ukifika hata ukiwa Msabato mnani kuwa free katika vyakula hapa. Ni mji tunaweza tukasema ni kama Swahili civilization, pengine una chembe. Kwa hiyo ni mji ambao kila mtu anakaribishwa kufika hapa, na njoeni muweze kupata muweze kupata taarifa nyingi nzuri za hapa lakini pia ni mji ambao una support biashara za mazao. Kwa hiyo njoeni muweze kupata hizo habari. Kwa hiyo mimi niko Songea. Na kama nilivyokuambia leo imekaa hizi series za Songea zimekaa kitalii zaidi. Na hapo unaweza kuona kibao hicho kimeandikwa
Mbinga, Tunduru. Ya T12 ni Mbinga, T6 ni Tunduru. Ya so sijui nitakuwa naelekea wapi, lakini huku ukienda hivi Njombe, huku ni Njombe. Ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo. So wenzetu maisha ya Mbinga, Songea. Hapa ni maeneo ya mkoani, tunaweza tukasema ya kwenye ofisi za mkuu wa mkoa. Ndio hapa mkoa wa Ruvuma. Ukumbi wa mikutano wapo. Afu huko hapa benki ya CRDB. So haya ndo, hii ndo Songea. Lakini Songea hapa sijakutana na roundabout kubwa ile ya mkoa, ambayo ni kama tunaweza tukasema ni utambulisho wa Songea. Sijaikuta, sijajua labda hakuna au namna gani ya sijaikuta kabisa. So kwa hiyo katika kuweka mambo vizuri katika point of collection ni kwamba wenyeji hasa wa mkoa huu kwa sasa unaotambulika ni wa Matengo, wa Ndendeule, ingawa kwa mujibu wa mzee anasema hili ni kabila moja, isipokuwa kutokana na kukimbia na uvamizi na mambo mengine ndio hawa wakawa wa Matengo na hawa wakawa Ndendeule. Lakini kuna Wayao na kuna watu kutoka Nyasa so hivyo ndivyo mmegawanywa ilivyo na Wangoni wenyewe. Hii hapa sasa ndio barabara ya Tunduru. Tunduru kwa Wayao, na nikamuuliza kuhusiana na Tunduru Wayao, akasema Wayao na Wamakonde ndio jamii ile ile, isipokuwa tofauti ni kwamba hao Wayao hawakuchanja, ingawa pia lugha zinatofautiana, lakini watu wote hao ni watu wa kutoka katika ushoroba mmoja. Kwa ni watu ambao wana share norms and value, culture na mambo mengine kama haya. Kwa hiyo mkitembea, mkifika huku, kule chini ni magereza Tanzania. So eneo hili hapa nadhani watu wengi mtakuwa mnalifahamu labda. Mkoa wa Ruvuma na hapa ni Songea. Si leo, tangu zamani. Na siku hii hapa ambayo ninarekodi video hii ndio siku ambayo itapigwa mechi kali ya Simba na Yanga, fainali ya Muungano. Wewe video hii nahisi utaiangalia wakati fainali zote zishachezwa. Utaiangalia wakati fainali zote, fainali itakuwa ishachezwa na ile mechi nyingine itakuwa ishachezwa. Kwa hiyo ndio ujue tu kwamba nilikuwa siku hii Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hiyo ndo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Unaweza ukaona kile kibao kinaonyesha pale kilomita 20 ni Peramiho Junction, kilomita 98 Mbinga, Mbamba Bay kilomita 164. Hapo unaweza ukaona hapa yuko halmashauri ya manispaa Songea, ofisi za manispaa. Hiyo ndio hivyo.
niandikie chini kwenye comment hapo. Wewe umeonaje? Ikiwa leo tuko hapa. Hii hapa ni garden, City Garden. Yeah. So niandikie chini hapo kwenye comment. Maisha yapoje? Mimi sina ziada, naitwa Navigator Chinduli. Tukutane katika video nyingine. Nitakuwa wapi sijajua, lakini hii ni ziara kutokea nyanda za juu kusini. Hadi wakati mwingine. Yeah.